Hii hapa ni sehemu ya pili ya simulizi ya kusisimua ya Jini Malikia. Katika sehemu hii, tunaona maisha ya Abdul Akhub Baadallah si sahihi ndani ya kasri la majini na jaribio lake la kutoroka kurudi duniani. Baada ya sherehe kubwa ya harusi iliyodumu kwa muda wa siku 7 chini ya maji, Abdul alianza kuishi maisha ya kifahari yasiyoelezeka. Kila alichotamani kililetwa mbele yake na viumbe wa ajabu. Alikula vyakula ambavyo havikujulikana duniani na kulala kwenye vitanda vilivyotengenezwa kwa matumbawe na lulu. Lakini moyo wake ulikuwa na uzito. Hakukuwa na jua wala mwezi, bali mwanga wa kijani uliotokana na vito vya thamani ukutani. Malikia alimpenda sana Abdulina, lakini upendo wake ulikuwa kama mnyororo. Hakuruhusiwa kutoka nje ya mipaka ya kasri bila ulinzi wa majini wenye silaha za mikuki ya ncha 7. Siku moja, Malikia alimpeleka Abdul kwenye chumba kimoja cha siri. Katikati ya chumba hicho kulikuwa na chemchemi ya maji mekundu kama damu. "Mume wangu," Malikia alisema huku akimtazama na yale macho yake ya kijani, "ili uweze kuishi nasi milele na uwe na nguvu kama sisi, lazima unywe maji haya ya chemchemi ya Zarkunda. Ukisha kunywa, utasahau kabisa maisha ya duniani, utawasahau wazazi wako na utakuwa jini kamili." Abdul alistuka. Alijua akisha kunywa maji yale ndio utakuwa mwisho wa ubinadamu wake. "Nipe muda nifikirie, mke wangu," Abdul alijibu kwa sauti ya kutetemeka. Malikia alitabasamu. "Nakupa siku 3. Baada ya hapo, huna hiari." Akiwa anatembea kwa huzuni kwenye bustani ya mwani, Abdul Alua alimsikia mtu akilia kwa sauti ya chini nyuma ya miamba mikubwa. Alisogea na kukuta mzee mmoja dhaifu mwenye ndevu ndefu nyeupe amefungwa minyororo ya fedha. "Wewe ni nani?" Abdul aliuliza kwa mshtuko. Yule mzee alimtazama kwa huzuni. "Mimi ni binadamu kama wewe. Niliingia hapa miaka 40 iliyopita baada ya kudanganywa na urembo wa majini. Nilikaa hapa nikidhani ni paradiso, lakini sasa mimi ni mtumwa wa kusafisha vito vya mfalme. Usikubali kunywa maji ya chemchemi, Abdul. Ukifanya hivyo, hutorudi tena kwa wazazi wako." Abdul alimuuliza, "Nawezaje kutoroka?" Mzee akamnong'oneza, "Majini wanaogopa kitu kimoja tu, chumvi ya asili ya nchi kavu. Na leo ni siku ya kupatwa kwa mwezi kule duniani. Milango ya bahari inakuwa wazi kwa muda mfupi. Lazima upate njia ya kufika juu ya uso wa maji kabla ya jogoo wa kwanza kuwika duniani." Usiku wa siku ya pili, Abdul alijifanya anaumwa ili Malikia asimfuatilie. Alikumbuka kuwa alikuwa na kijisadaka cha chumvi alichokuwa amebeba kwenye mfuko wa suruali yake siku aliyotekwa. Alikuwa amepewa na mama yake kama kinga. Alitoroka chumbani na kuelekea kwenye lango kuu la kasri. Walinzi 2 wenye vichwa vya mbwa na miili ya binadamu walimzuia. "Unakwenda wapi, mume wa binti mfalme?" Abdul yoto hii. Bila kuchelewa, alichukua chembe kidogo za chumvi na kuzirusha kuelekea kwao. Mara moja, wale majini walianza kupiga kelele za maumivu huku miili yao ikianza kuyeyuka kama nta. Alikimbia kwa kasi kuelekea juu. Alihisi mapafu yake yakitaka kupasuka. Kila alivyopanda, maji yalizidi kuwa mazito. Kwa mbali, alisikia sauti ya Malikia ikinguruma bahari nzima. Bahari ilianza kuchafuka. Mawimbi makubwa yalianza kumrudisha Abdul chini. Malikia alitokea nyuma yake, sura yake sasa ikiwa ya kutisha, meno marefu na kucha zenye sumu. "Wewe ni wangu Abdul. Hakuna binadamu anayewahi kutoka hapa hai." Abdul asili alipambana kwa nguvu zake zote. Aliona mwanga wa mwezi ukiingia ndani ya maji. Alikuwa karibu na uso wa bahari. Alitumia chembe za chumvi zilizobaki kuzitupa kuelekea kwa Malikia. Malikia alirudi nyuma kwa maumivu, akipiga kelele za laana. Abdullah yalape mabihaya alichomoza juu ya maji na kujikuta yuko ufukweni mwa bahari ile ile aliyoota mara ya kwanza. Alitambaa mpaka kwenye mchanga huku akikohoa maji mengi. Jogoo wa kwanza alizunguka kijijini kule mbali. Ghafla, kila kitu kikatulia. Bahari ikawa shwari. Abdullah aliangalia mikono yake. Ile nguo ya hariri ya majini ilikuwa imetoweka na alikuwa amerudi kwenye nguo zake kuukuu. Alirudi kijijini kwake, lakini watu walimshangaa sana. "Abdul, umetoka wapi? Umepotea kwa muda wa miaka 2. Wazazi wake walisema huku wakilia kwa furaha. Kwa Abdul yome ilionekana kama siku 2 tu, lakini kumbe duniani muda ulikuwa umesonga. Abdulwad alijifunza kuwa ulimwengu wa siri una gharama kubwa. Ingawa alitoroka, kila mara anapopita karibu na maji, husikia sauti ya Malikia ikimwita kwa mbali, ikimkumbusha kuwa siku moja atarudi kumchukua. Fundisho: muda wa majini, muda wa ulimwengu wa roho ni tofauti na wa binadamu. Usicheze na vitu usivyovijua. Kinga ya wazazi, maelekezo na baraka, au hata vile vitu vidogo kama chumvi aliyopewa na mama yake, vinaweza kuwa wokovu katika nyakati za hatari.
Baada ya kurejea kutoka utumwani chini ya bahari, Abdul hakuwa yule kijana wa zamani tena. Alikuwa mkimya, mwenye mawazo mengi, na kila mara alikuwa akikaa mbali na vyanzo vya maji. Alijaribu kuanza maisha mapya, lakini kivuli cha Malikia hakikuwa kimeondoka. Alijua kuwa kule alikotoka, aliahidiwa kuwa mume wa mfalme, na majini hawasahau ahadi. Miezi kadhaa baada ya kurejea kwake, Abdul alianza kuona mabadiliko ya ajabu kijijini. Visima vilianza kutoa maji ya chumvi, na harufu ile ile ya manukato ya ajabu ilianza kutanda mitaani nyakati za usiku. Siku moja ya harusi ya rafiki yake, Abdul Sam alimwona binti mmoja ameketi pembeni, amejifunika utandio wa kijani. Alipomsogelea, moyo wake ulisimama. Alikuwa ni Malikia, lakini safari hii hakuwa na sura ya upole. Macho yake yalikuwa na ghadhabu ya usaliti. "Ulikimbia ufalme wangu, Abdul," Malikia alinong'ona kwa sauti iliyowafanya watu wote karibu wasisikie kitu isipokuwa Abdul. "Ulichagua mchanga wa nchi kavu kuliko lulu za baharini. Lakini kumbuka, ulitia saini ya ndoa kwa damu na kiapo." 3. MTANANGEWAMWISHO. Usiku ule, tufani kubwa ilitokea ambayo haijawahi kuonekana kijijini hapo. Maji ya bahari yalianza kuongezeka na kuingia mitaani. Wanakijiji walikimbia huku na kule kwa hofu. Abdul alijua hii ilikuwa ni vita yake. Alikumbuka maneno ya yule mzee aliyemfunga minyororo kule chini ya maji. "Majini hawawezi kukugusa ukiwa ndani ya duara la imani na usafi." Abdul Saleh alikimbilia msikitini na kuanza kuomba kwa unyenyekevu na toba ya kweli, akijutia tamaa yake iliyompeleka kwa kiumbe asiye wa aina yake. Malikia alitokea mlangoni, sura yake ikiwa kubwa na ya kutisha, akijaribu kuingia ndani lakini akishindwa na nguvu ya nuru ya maombi. "Rudi kwenu, Malikia," Abdul Azum alipiga kelele. "Mimi ni mwanadamu wa udongo na wewe ni kiumbe na maji. Hatuna sehemu moja." Baada ya mapambano ya usiku mzima, jua la asubuhi lilianza kuchomoza. Miale ya kwanza ya jua ilipopiga uso wa Malikia, alianza kupiga kelele za maumivu. Viumbe wa baharini hawawezi kustahimili nuru ya kweli ya asubuhi wanapokuwa katika ardhi takatifu. Mwili wa Malikia ulianza kugeuka kuwa mapovu ya sabuni, na kisha kutoweka kabisa, ukiondoka na ile harufu yake ya manukato. Maji ya bahari yaliyorudi nyuma, na kijiji kikabaki salama. Abdul Hassasi Sasiel aliishi maisha yake yaliyobaki akitoa onyo kwa vijana wenzake. Alikuwa mzee wa hekima aliyowafundisha watu kuwa urembo wa nje ni mtego. Usikimbilie uzuri wa sura kabla ya kujua asili ya roho ya mtu. Dunia ya siri ipo. Kuna viumbe wasioonekana, na binadamu anapaswa kuishi kwa mipaka yake na kumtegemea Mungu pekee. Toba huokoa. Hata kama umefanya kosa kubwa la kuingia kwenye mikataba ya giza, toba ya kweli inaweza kuvunja kila mnyororo. Na hapo ndipo simulizi yetu ya jini Malikia na kijana Abdul inaishia. Mkasa huu uwe fundisho kwetu sote tunapotafuta wenza na tunapoota ndoto za ajabu. Shukrani kwa kufuatilia simulizi hii.